mkuu wa mkoa huyu badala ya kupelekwa kule Kusini Pemba, sisi Kusini Pemba tulikuwa hatuna wasiwasi naye kwa sababu tunamjua uwezo wake, tunamjua alivyo, tunamfahamu kwa sababu tulikuwa naye na tunaendelea kuwa naye, tutakuwa naye. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wananchi wa mkoa Kusini Pemba wanakupongeza na wanakuunga mkono, na wamejua hasa kwamba mkuu wa mkoa ambaye aliondoka Mheshimiwa Matar akifanya kazi vizuri sana, lakini amekuja Mheshimiwa Hadidi kule walikoondoka kaskazini akaja Kusini Pemba, anafanya kazi vizuri zaidi sana 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 sana. Mtu wa watu, yuko karibu na watu, wala hakuna kelele yoyote. Sisi ndio tuko katika mkoa wa Kusini Pemba. Kwa hiyo wenyewe tumejivunia tulipoona kwamba chanda chema hichi kimevishwa pete kule kwao. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ikiwezekana badala ya uchaguzi, hata kama itakuwa kama kuna muda umekwenda, basi aengezwe, abakie, bado tunamtaka katika mkoa wetu. Ni mlezi, lakini ni mtu mwenye kushauri, unapokosea na kuelekeza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hongera sana. Lakini Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Spika, niwapongeze makamanda wa vikosi wote. Makamanda hawa wanafanya sisi tuwe na amani. Ukiangalia Zanzibar tuna vyombo vya ulinzi na usalama, JWTZ, usalama wa taifa, polisi, uhamiaji. Hawa ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini na sisi Zanzibar tuna vikosi vyetu hivi ambao makamanda hawa mahiri shupavu wanafanya kazi ya uzalendo, ya kujitoa katika mioyo yao kuhakikisha kwamba na sisi tunabakia kuwa salama. Mheshimiwa Spika, wakati wote ambao tupo hapa Zanzibar au hapa Unguja, tukija kwenye shughuli za baraza, tunajua wenzetu waliopewa dhamana hawa, wakiwemo makamanda, wakishirikiana na wakuu wa mikoa kwenye kamati za ulinzi na usalama, tunakuwa na amani na utulivu. Tunaishi hapa mjini. Nilimwambia Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa mjini Tyson, nilimwambia kwamba tuko salama na amani katika mkoa wako. Lakini Mheshimiwa Waziri, nizungumze kwenye ukurasa wa 13, magari 29 kwa ajili ya mabaraza ya miji. Na Mheshimiwa, hapa niwapongeze wakurugenzi wote. Tukiangalia hivi sasa mabaraza ya miji kwa kweli wanafanya kazi kubwa, pindi kwa kama mapato ambayo wanatarajia kukusanya yanakuwa yanapungua kutokana na sababu mbalimbali zisizoepukika. Lakini Mheshimiwa Waziri, ni kuombe sana kwenye magari haya wapatiwe ili kazi zifanyike. Lakini peke yao hawawezi kufanya kazi hawa. Wakuu wa wilaya washirikiane na wakurugenzi, wahamasishe masheha wahamasishe wananchi, na wawe na mikakati maalumu ya kuweza kutupa taka ovyo, waweze kudhibiti. Mheshimiwa Waziri, bila ya kuweka usafi katika maeneo yetu huko mitaani, hata tupeleke gari 200 itakuwa hazitoshi, kwa sababu taka itakuwa zinasambaa ovyo. Kwa hiyo niombe sana wakuu wa wilaya wakae na masheha na wakurugenzi kuhakikisha kwamba wanadhibiti mazingira ya usafi. Ukizingatia kama kipindi hichi ukenda kwenye maeneo, kunakuwa maeneo mengine ni machafu sana, kwa sababu inakuwa kisingizio ni hizo gari, lakini na wananchi wenyewe. Mheshimiwa Spika, na wananchi wenyewe unakuta baadhi ya maeneo mtu kachukua mataka kaweka mlangoni, na sehemu nyingine kulipojaa la kutupa ile taka na uchafu uko mitaani, inakuwa ni silika ya mtu mwenyewe. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwa vile tuna viongozi ambao kwamba tumeweka kwa ajili ya kutusimamia kwenye shughuli zetu, basi tuwaombe hawa masheha wawaibue hao wachafu huko mitaani ili kuzihifadhi hizi taka, kwa sababu hali sio mzuri. Mheshimiwa Spika, nikitoka hapo niende kwenye ofisi za masheha, na Mheshimiwa Waziri, nakupongeza kwa dhati kabisa. Ofisi za masheha kweli zimejengwa nzuri, zinapendeza. Lakini Mheshimiwa Waziri, masheha wanapewa ofisi hizi na kwa kweli zinawasaidia sana, kwa sababu masheha ilikuwa ofisi zao ni mkoba wao. Sheha anapokuwa anachukua muhuri wake na wino wake, ukimfuta mtu utakapokutia na kugongea muhuri, kwa sababu ilikuwa hana ofisi maalum. Lakini hivi sasa masheha wanapata ofisi nzuri hizi, ziendane sambamba na makatibu, ajira zile za makatibu wao. Mheshimiwa Waziri, kwa sababu hizi hatuendi kujenga nyumba za kufugia vibwengo, tunakwenda kujenga nyumba za ofisi za masheha. Kwa hiyo wakati tunakwenda kujenga ofisi za masheha, basi na wale makatibu wao waajiriwe, ziendane sambamba ili ziweze kufanya kazi. Ikitokezea kwamba ofisi imefungwa, kwa kama sheha amejengewa ofisi lakini imefungwa, sheha hayupo, katibu wake atakuwepo,
lakini kitokea kama imefungwa na kwa faida yake nini? Itakuwa haikupatikana. Niombe sana suala la waajiri wa makatibu wa masheha lizingatiwe sana. Lakini Mheshimiwa Spika, nizungumzie suala la kuwawezesha kwenye kampuni hizi za ujenzi, kampuni za ujenzi za idara maalum. Mheshimiwa, vikosi vyetu hivi vinafanya kazi kubwa sana, na Mheshimiwa Waziri wewe mwenyewe ushahidi, na ndio maana tukakuamini wala hatuna wasiwasi na wewe katika kuiendeleza wizara hii. Kipindi kilichopita nilimwambia katibu mkuu wako hapa, alipokuwa akija pale kile kiti kilikuwa hakimtoshi, maana alikuwa haenei. Maana yake alikuwa haenei kwa sababu kiti kilikuwa ni kidogo, lakini hivi sasa Mheshimiwa Waziri, katibu mkuu amekonda kwa sababu ya wizara hii. Hii wizara ni kubwa, ina majukumu mengi, ina mambo mengi kweli kweli. Mheshimiwa, tunawajengea uwezo hawa wenzetu, tunataka kuwapa vyanzo. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Spika, ukenda wizara ya kilimo kwa Mheshimiwa Shamata, wanajenga mahala, wana zaidi ya bilioni 20 kwenye bajeti, wanajenga mahala. Sasa mimi nikawauliza, mahala haya mnakwenda kuhifadhi nini? Wakati kwa nyie kazi yenu hamulimi, nyinyi wizara ya kilimo, lakini hamna cha kuhifadhi. Kwa hiyo naomba sana Mheshimiwa Waziri, kwa nini wenzetu kule wale JKT na mafunzo kule bara wanawekewa miundombinu mizuri ya umwagiliaji ya kuweza kuzalisha? Sisi tunashindwaje JKU? Tunashindwaje mafunzo kuwawezesha kwenye miundombinu? Mheshimiwa Waziri, tunashindwaje? Tuwawezeshe hawa, tuwaandalie miundombinu mizuri ya umwagiliaji ili waweze kulima kilimo chenye tija, tupate faida, ili hayo mahala anaokwenda kutengeza Mheshimiwa Shamata kujenga mabilioni 20 kionekane kile cha kwenda kuweka. Leo Mheshimiwa, ukiangalia JKU wana kazi kubwa za kufanya. Kama JKU mfano hapa kwenye kampuni zao za ujenzi, nimezunguka wanadai 24 bilioni. Mheshimiwa Waziri wa Fedha watoka na hapa ndio ndo pahala pake. Tumesema kwamba wenzetu hawa wanafanya kazi mzuri sana, na serikali ikaona ipo haja ya kuwataka kwamba waunde kampuni za ujenzi. Ujenzi wa skuli wanadai bilioni 6 ambazo hizi skuli wametakiwa wafanye wao hawa kazi JKU. Lakini ukirudi mahakama wanadai bilioni 8. Lakini ukienda hapo kiwanda cha madagaa kule Ndagoni nadhani na kama wanadai bilioni 8 zaidi ya hizo. Ukizifanyia hisabu, ukienda kwenye maonyesho kule iliyofanyika kule Nyamanzi, wanadai bilioni 2. 24 bilioni. Inafika wale wakandarasi wengine ambao kwamba wameingia nao sababu hawa, Mheshimiwa Spika, wanawatolea maneno. Kwa hiyo inaona kama kikosi hichi tunakishusha hadhi yake, tunamtia shida kanali hapa wa JKU. Pesa hizi anaweza kuzitoa wapi? Tunatafuta wazalendo waweze kusupply kupeleka vifaa kwenye ujenzi. Mwisho wa siku pesa hakuna. Na ndio maana nikamwambia Mheshimiwa Waziri wa Fedha asitoke, alione hili ni tatizo. Kama hivi ni vikosi vyetu vinafanya kazi kwa kuaminiwa, unakwenda kuvitia kwenye madeni, unavitia kwenye mashaka. Miaka miwili Wizara ya Biashara mpaka leo pesa hawajawalipa bilioni 2. Yeye kamanda atazitoa wapi? Niombe sana Mheshimiwa Waziri, kama kweli tumezamiria kuwapa kazi ya kuweza kufanya huko, kama ni idara maalum tumewapa kampuni za ujenzi, watajengaje bila ya fedha? Mheshimiwa Waziri, nchawi ni pesa. Ikiwa huna pesa, hata kibanda cha ngongo ukikijenga utasema kumtoa shetani. Unasema hapa ninaokotwa, jengo langu halendi. Lakini ukiwa na pesa utajenga gorofa siku 2 tu. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, makamanda hawa sisi tunawaamini na nina imani na unawaamini, basi wapiganie hizi fedha waweze kuzipata wote. Wanafanya kazi kubwa sana hawa. Ukenda KMKM unaona majukumu yao mengi wanafanya, lakini sehemu nyingine Mheshimiwa Spika, hivi juzi nilimuona Komodo anatoka kwenye mafunzo, ilikuwa kuna jambo lilitokea, dakika 2 tu Faiba ilifika Pemba. Komodo shahidi. Yaani saa moja tu Faiba imefika Pemba Wesha kule jimboni kwangu. Sitaki niseme ilikuwa nakupeleka nini, nadhani mmoja kashafahamu. Sasa ikiwa kama kweli hatukuwapa vyombo vya kisasa vyenye uwezo mkubwa, wataweza kufanya kazi kweli? Na hizo kampuni ambazo tumetaka kwamba waendelee nazo, Mheshimiwa, kampuni ni pesa. Bila ya pesa kampuni haziwezi kwenda. Wao watafanya kazi kiaskari, lakini mwisho wa siku hawa wanaokwenda kuchukua vifaa nao ni binadamu. Nao wanachukua mikopo benki, wanastahili kuna kuwalipa. Kama hawakuwalipa watapata pesa wapi? Mheshimiwa Waziri, nakuomba sana. Na kuamini kwa hili, lakini nakuomba sana uweze kuwafikiria kama ni kampuni, basi hizo kampuni ziingizwe fedha ili uweze kufanya kazi. Na Mheshimiwa Spika, nilimwambia Mheshimiwa Waziri wa Fedha asitoke, na hata naibu waziri wake simuoni. Mheshimiwa, umepongeza sana na sisi tunapongeza sana serikali.
serikali imenunua gari zile kwa ajili ya kuwapa wakuu wa wilaya na maafisa wengine wa serikalini. Lakini Mheshimiwa Waziri, ulikuweko wapi rafiki yangu? Mkuu wa wilaya anakwenda kupewa kigari kile kikia. Juzi naibu waziri alisema hapa kwamba wanatoa gari kwa mazingira ya watu. Nikamuuliza hapo nje, nikamwambia Mheshimiwa Waziri, kama wewe unachukua gari hile, mbona Prado hukuirudisha ukachukua ile Kia? Na kwa sababu mazingira yake yeye naibu waziri anatoka mji Mkongwe, akitoka kwenye Prado anapanda ndege. Naibu waziri wa fedha anakwenda wapi? Lakini wakuu wa wilaya hawa wanakwenda field huko mamwituni. Mheshimiwa Spika, leo unampa gari hile haifiki. Mkuu wa wilaya Chake alikwenda Mkumbuu kule kwenye ufunguzi uwekaji wa jiwe la msingi la magofu kule Mkumbuu, gari ile aliacha mjini, hakwenda nayo, na kama ingekwenda nayo ingerudi na ringi mkononi. Ingekwenda nayo kule ingerudi na ringi mkononi. Leo Mheshimiwa Waziri anasema kwamba tunatoa gari hizi wakuu wa wilaya hawa tunawapa katika mazingira husika. Mheshimiwa Spika, wakuu wa wilaya wengine hawakai mjini. Kuna mzee wangu pale, mzee Galos, wilaya yake ni wilaya ya kati. Nani haijui wilaya ya kati? Unachukua kigari kile na kwenda kumpa uchaguzi huu unakuja. Wankusudia nini mzee wa watu? Maana lazima tuseme hivyo. Mwisho wa siku unakwenda kigari kimekaa huko, kisha toka ringi arudi kwa miguu. Mheshimiwa Waziri, ipo haja waziri wa fedha, mimi namuomba sana zile gari achukue yeye, halafu abadilishane ile Prado ape yeye achukue zile pale. Ndio, kwa sababu yeye Mheshimiwa Waziri anatoka pale anaingia kwenye ndege, Prado anaacha airport. Waziri wa fedha na katibu mkuu na naibu waziri wake hawana majukumu sana kihivyo kwa shinda hawa. Leo unakuchukua gari zile unakwenda kuwapa wakuu wa wilaya, unawatafutia, unawatia shida. Kuna mkuu wa wilaya mmoja aliacha mwituni kwa sababu ilikuwa ilishinda. Mheshimiwa Waziri, nadhani unajua. Kwa hiyo niombe sana tunaponunua magari haya kwa viongozi wetu, maana zile gari lau tungewapa madiwani ingekuwa zingewasaidia. Madiwani si mkuu wa wilaya. Mheshimiwa, kesho kutwa usione leo kaona bana kimya hapa, kesho na kesho kutwa tunaomba endelee kimya hivi, lakini kuna wenzetu wengine ndio hivyo, unajua tena ni mbele nyuma, hawaaminiki, wanaweza kulitiribua hapa ikawa tena kupata shika nguo kuchanika. Mheshimiwa Waziri, nakuomba sana mnapopewa swala la magari, na Mheshimiwa Spika, cha kushangaza wizara wanakuwa na pesa zao za kununulia gari. Kwa hiyo Mheshimiwa mawaziri, kaeni pamoja na waziri wa fedha, muambie kwamba sisi gari zetu kwa viongozi wetu hawa, kama mkuu wa wilaya ni kiongozi, mkuu wa mkoa ni kiongozi, anastahili kupata gari hii. Anastahili kupata gari hii kwa ajili ya kazi yake. Wilaya zote hazifanani. Lakini wewe leo una Prado, mwizi wao mwambie achukue gari ile ya Kia, huwezi kumtendea haki kwa kweli. Mheshimiwa Spika, nikitoka hapo nizungumzie suala la fire. Niwapongeze kwa kweli, wanajitahidi sana kufanya kazi mzuri, na kesho kutwa Mheshimiwa, nina tetesi usikia kwamba wamekwenda kununua vifaa kwa uokozi wa baharini. Sasa watakuja na chupa za gesi hapa, watakuja na diving na kila kitu watakuja navyo. Hawa wenzetu fire wanafanya kazi kubwa sana. Nimeona sehemu, sitaki kusema nimeona wapi, lakini wanafanya kazi kubwa na mzuri sana. Lakini Mheshimiwa Waziri, nikupongeze sana kwa kupeleka magari kule Pemba ya maji taka. Hili lilikuwa ni tatizo kubwa sana, na miaka yote nilikuwa nikinyanyuka humu kulisemea. Mheshimiwa Waziri, kwa kweli nakupongeza sana. Pemba mzima Mheshimiwa Spika, ilikuwa hakuna gari ya kunyonya maji taka. Lakini jana taarifa niliyoipata, badala ya kwenda tu, imeanza kazi pale mkoani Abdalla Mzee na pia kule Ikulu, nadhani kule Pagali. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri, tunakupongeza, tunakushukuru na wizara yako. Katibu mkuu, hongera sana, umetusaidia kule Pemba. Maana ukiangalia sasa hivi hali sio mzuri kihivyo. Mheshimiwa Spika, mimi sitaki niseme mengi kwenye wizara hii kwa sababu kwa kweli Mheshimiwa Waziri amejitahidi sana kufanya kazi, na sina fungu la kuzuia. Leo nasema bayana kwamba sina fungu la kuzuia, na niwaombe waheshimiwa wakilishi wote, hebu tumwacheni Mheshimiwa Masudi, kwa sababu miaka mitano Mheshimiwa, kama heshiba kula ujoshibe kuramba. Tumwacheni Mheshimiwa Masudi aendelee na kazi, afanye kazi, na mimi nina imani Mheshimiwa Waziri, jimbo lile la Ole sifikiri kama kutakuwa na mtu atakuja kuchukua fomu kukupinga wewe. Sifikiri kutokea Chama cha Mapinduzi. Unafanya kazi ya kizalendo, unafanya kazi ya kiutu, unastahili kupewa maua yako. Kwa kweli wananchi wa Ole wakuunge mkono kwa 100% na wasikupinge. Kama ingalikuwa wanajua au wanatuuliza sisi uchapakazi wako, ndio sisi tunaujua humu barazani na tunauona. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi naunga mkono kwa 100% kwenye hotuba hii. Sina buti la kuzuia leo, naomba kazi iendelee. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa, naomba nimkaribishe sasa Mheshimiwa Shadia Mohamed Suleiman, atafuatiwa na Mheshimiwa Said Swaleh Swalim, atafuatiwa ajiandae Mheshimiwa Bakari Hamad Bakari.